Waandishi wa habari kutoka Pwani chini ya mwavuli wa Coast Media FC wamefanya maandamano ya amani kuadhimisha siku ya redio duniani. Maandamano hayo yalianza katika maeneo ya Mapembeni katikati mwa jiji la Mombasa hadi katika uga wa Burhani, ambapo wanahabari walishiriki michuano ya kandanda ili kuhamasisha kuhusu uhuru wa wanahabari na mchango wa redio katika jamii. Katika hafla hiyo, Bi Maureen Moody, mratibu wa kanda ya Pwani katika Baraza la Vyombo vya Habari la Kenya, alisema redio ni nyenzo muhimu na aliwashauri waandishi wa habari kuhakikisha taarifa zinawafikia hata wale wasioweza kutumia teknolojia. Redio wajua ni chombo muhimu sana katika jamii. Mwanzo kwanza inawafunza, inawaelimisha, pia inawaburudisha. Utapata mara nyingi mwananchi anategemea redio sana kupata ujumbe ambao labda itamsaidia katika maisha yake, labda kama ni kuenda shambani, kama ni kufanya mambo ya uvuvi, ama kama ni mambo yake ya elimu. So unapata redio inachangia sana masuala hayo, na pia mwandishi wa habari anafaa kupeana ujumbe ambao utamsaidia yule mwananchi wa kawaida. Ukizingatia saizi mambo ya teknolojia, mwandishi wa habari pia atumie vifaa vile ambavyo vitawezesha. Usimwache yule mama ambaye hawezi tumia teknolojia. Jaribu umweke pale ambapo atasaidika, na pia yule ambaye akona teknolojia sambamba na wewe pia naye pia asaidike. Aidha, aliwahimiza kuendeleza wito wa amani kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027, huku akishirikiana na wataalamu wa uchumi kuwapa vijana mbinu za kujiajiri na mawazo ya kibiashara. Redio ndio sehemu pekee ya kufikia kila mtu. Hiyo ni umuhimu wa redio ya kwanza. Umuhimu wa pili, redio ndio chombo ambacho kina imani. Utasikia mtu amesema nimesikia kwa redio fulani. Kwa hivyo mpaka sasa hivi hii social media watu hawana imani nayo, kwa sababu inaweza kuwa ni ukweli ama ni urongo, lakini redio watu wana uhakika nayo. Kwa hivyo umuhimu wa redio, information ikitoka kwa redio huwa ni uhakika wala si ya kudanganya. Hatua itakayopunguza vitendo vya uhalifu na kuwapa nafasi ya kujijenga kiuchumi na kijamii. Tunaelekea mambo ya uchaguzi. Kwa hivyo redio itakuwa ni chombo muhimu sana katika kuhamasisha wananchi kuhusu mwelekeo wa vile uchaguzi unafaa kuwa, kuhusu kupiga kura. So naimiza waandishi wa habari wawe makini sana kwa mambo ambayo watakuwa na ripoti. Pia wajaribu kujifunza na kutumia teknolojia kuhakikisha kuwa wanafikisha ujumbe kwa wananchi na kwa wasikilizaji na pia watazamaji kwa wakati ambao unatakikana. Nikiripotia Swahili Pot FM kutoka kaunti ya Mombasa, uga wa Burhani, langu jina ni Ilham Irei.